Mheshimiwa Waziri, umesikia watu wa mada wameeleza kwa kina nini huduma hii ina maana gani. Tumesikia mdau kutoka CRB na tumesikia mdau kutoka Posta. Hii inaonyesha ni jinsi gani taasisi mbili hizi zilivyo na maono juu ya kuleta huduma jumuishi nchini. Tunatambua umuhimu wake, lakini hata serikali inatambua hilo. Unaposema financial inclusion, ni jinsi gani utawajumuisha Watanzania katika mfumo rasmi wa kupata huduma mbalimbali za kifedha, lakini na huduma nyingine zinazohitajika. Sasa leo hii kwa kuwa na Posta na CRDB, haya ni maono ya kampuni zetu mbili tulionayo, ambao tungependa tuwafikie Watanzania wengi wapate huduma hii. Lakini wamesema mahusiano yetu na Posta yameanza muda mrefu, lakini yalikuwa na huduma chache. Lakini leo hii tunafaidika kwa sababu kubwa, kwa sababu wewe ni kiongozi unayesimamia TEHAMA nchini, na hizi huduma zitakuwa bora zitakapopatikana kwa njia ya TEHAMA. Kwa hiyo uwepo wako leo ni muhimu sana. Lakini wataalamu wanatuambia huduma jumuishi haziwezi kupatikana kwa kufanya kazi peke yako. Zinaweza kupatikana tu endapo kuna ushirikiano. Haya mashirikiano ambayo tunaingia leo ni moja ya sera zetu za kuhakikisha tunawafikia Watanzania wengi nchini. Na CRDB tunaamini mdau wetu muhimu na mkubwa nchini ni Posta, kwa sababu yuko nchi nzima. Kwa hiyo kupitia kwenye teknolojia ambayo ndio maono ya wizara yako, tutaweza kuwafikia Watanzania wengi. Kwa takwimu zilizopo zinaonyesha, ukiangalia katika watu 10, angalau watu 6 wakubwa ambao ni adult wako financial included, wako kwenye ujumuishi. Hiyo ni kama 56%. Lakini wengi hawa tunaoongelea wako kwenye mfumo wa simu zaidi. Lakini huduma hizi za simu, kuna vitu vingine zinaweza kushindwa kutoa. Unaposema mkulima ana bilioni 1, ataiwekaje kwenye account? Haiwezi kukaa kwenye simu. Lakini inabidi kuwepo na huduma kule kijijini inayomfikia. Kwa hiyo matarajio yetu kufanya hivyo, tutawafikia wengi sana. Lakini jambo lingine ni kwamba ukiangalia 77% ya Watanzania ambao ni watizima wanaishi kwenye kipato ambacho kiko chini ya around $2.5. Na ukiangalia kwa mapana zaidi, ukasema ni wapi ajira ziko nyingi ya watu hao, 3/4 za watu hao wameajiriwa katika sekta ya kilimo. Na hatuwezi kuwa na sekta ya kilimo mjini. Sekta ya kilimo iko vijijini. Ili tufike kule, tuna imani mdau wetu Posta na CRDB tutafikisha huduma hiyo kwa wakulima wengi. Tunajivunia kama CRDB, sisi ni rai yetu au ni kitu ambacho tunacho kwenye damu yetu, ubunifu. Ubunifu ni jambo la msingi ambalo tuna imani kwa kuendelea kuwa ubunifu tutachagiza huduma za kiuchumi zaidi na kusapoti zaidi maono na matarajio ya serikali yetu, lakini ya Watanzania wengi kwa ujumla wao. Mheshimiwa Waziri, ukiangalia kwenye huduma zetu nyingi sana, benki yetu imejikita zaidi kwenye digital services. Na niseme tu, siku zote tukiwa tunatoa huduma zetu, huwa tunafikiria tufanyeje kumfikia mteja kirahisi. Kwa kila tunapoamka tunafikiria tubuni huduma gani rahisi ya kumfikia kila Mtanzania wa aina yote. Kwa najivunia kusema katika falsafa yetu ndani ya benki yetu, kwa kila mfanyakazi wa benki yetu
anaongozwa na ubunifu kulingana na kazi anayofanya. Lazima tuanze kufikiria tofauti ya benki ni nini. Think beyond banking. Ukisema wewe ni banker na ukabaki katika mfumo wa mawazo banker, utawafikia Watanzania wengi. Kwa sisi tunaongozwa na ubunifu zaidi na zaidi. Kutokana na hilo, benki yetu imeamua kwa makusudi kabisa kuwekeza katika teknolojia kwa sana. Na utaangalia katika gharama zetu, na miongoni mwa huduma hizo, kwa sababu ya muda, kwa ruhusa yako nitaje chache tu, maeneo matatu, ili kuwathibitishia wananchi ya kuwa posta ile sio posta hii chini ya wizara mpya. Serikali imeazimia kabisa kuhakikisha shirika hili linatumika kimkakati katika kuwahudumia Watanzania na kuchagiza uchumi wa taifa letu. Eneo la kwanza lililofanyiwa mageuzi, serikali imeazimia kuhakikisha kama ilivyo kwenye nchi zingine zote duniani, na kwa sababu ya mtandao mpana wa shirika, basi huduma nyingi za serikali zitolewe mahala pamoja kupitia ofisi za Posta Tanzania zilizoenea Tanzania kote. Hii inamaanisha mtu akihitaji kuhudumiwa kwa huduma zozote zile za kiserikali, basi aweze kufaidika kwa kuzipata kupitia ofisi za Posta Tanzania zilizoenea nchini kote. Leo hii ukienda nchi zingine duniani, unahitaji passport, unahitaji cheti cha kuzaliwa, leseni, cheti cha uraia, hawezi kukipata sehemu nyingine isipokuwa ni Posta. Na serikali yetu imeamua kwamba hatuna sababu ya kuduplicate efforts kwa kujenga miundombinu ya kuwahudumia wananchi wakati miundombinu ya Posta ipo. Kwa hiyo mtu akihitaji cheti cha kuzaliwa, akihitaji cheti cha uraia, akihitaji leseni ya biashara, leseni ya udereva, hati ya nyumba, hati ya kiwanja na mengine mengi kwa maana ya huduma za kiserikali, akiingia ofisi ya Posta basi azipate hapo, ikiwa ni vituo vya kutolea huduma mahara pamoja. Na mgeni rasmi, unatambua tumeanza na ofisi ya Dar es Salaam. Nadhani waalikwa hapa watashuhudia ndani, kuona ndani kuna uhamiaji, ndani kuna TRA, ndani kuna RITA, kuna BRELA, kuna NSSF, kuna PSSF, wako humu ndani wanatoa huduma hizo kama sehemu ya kuanza kutekeleza maelekezo ya mwelekeo wa serikali dhidi ya shirika la Posta Tanzania. Eneo la pili ni duka mtandao, ambalo nadhani mwasilishaji ameeleza kwamba serikali kupitia shirika la Posta Tanzania limeanzisha Amazon ya Watanzania. Ni Alibaba ya Tanzania, kwamba unaweza sasa ukanunua na kuuza bidhaa zako kupitia kwenye mtandao wa Kitanzania kupitia shirika la Posta Tanzania. Na mtandao huu hivi sasa tunavyozungumza tayari kuna maduka ya Kitanzania yaliyosajiliwa 270 kwa sasa, ambayo yanaonekana kokote kule duniani, na tayari Watanzania wameanza kuuza bidhaa zao nje ya nchi. Yako maduka ya Kariakoo sasa hivi yanauza karibu $100,000 kila siku kwenda Marekani. Na sisi tunapeleka posta ya Marekani, posta ya Marekani inawafikishia wateja wao, kwa sababu tumeunganishwa na dunia yote. Eneo la tatu ni serikali imeazimia kupitia shirika la Posta Tanzania kuhakikisha huduma zote za shirika la Posta Tanzania zinakufikia kupitia simu yako ya kiganjani. Ndio maana nimesema miongoni mwa taasisi zilizofaidika, wizara yetu ni Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Serikali imeazimia shirika la Posta Tanzania kuwa shirika la kidijitali na kuhakikisha kwamba huduma zetu zote unazipata kupitia simu yako ya mkononi. Na tumekwisha anza, ukienda Play Store ukasearch na kutafuta Smart Posta Tanzania, utapata application yetu ambayo ukiinstall kwenye simu yako utaanza kuzifurahia huduma za shirika la Posta Tanzania kupitia kwenye simu yako ya kiganjani. Mheshimiwa mgeni rasmi, wahenga wanasema ukiona mtu anaweza kuona mbali,
usikimbilie kusema ni mrefu. Mtazame vizuri. Unaweza ukafikiri ni mrefu, kumbe amesimama juu ya mabega ya wengine. CRDB wameiona hiyo fursa ya kupanda juu ya mabega ya Posta ili waweze kufika kokote tulipo. Na sisi tunasema ukitaka kutoboa nchi nzima ni lazima upite Posta. Na nitoe wito kwa taasisi zingine, kama una lengo la kutoboa nchi nzima, upande kwenye mabega ya Posta. Tutakufikisha kwa urahisi, kwa haraka na kwa gharama nafuu kabisa. Mheshimiwa mgeni rasmi, nimshukuru pia na mimi kaka yangu na rafiki yangu Abdulmajid Sekela. Amekuwa rafiki yangu na tumejadili mengi. Huu ni mwanzo tu, yako mengi ambayo tutaendelea kushirikiana. Nimshukuru yeye na timu yake kwa kuwa tayari kuweza kushirikiana na shirika. Na mimi kwa niaba ya wafanyakazi wote wa shirika la Posta Tanzania niwahakikishie ya kuwa hakika utendaji wa shirika la Posta Tanzania umebadilika, tumeimarika, tumeboresha na hatutawaangusha kabisa. Posta ya sasa, ukisikia mtu anatamka Posta, tunamaanisha let's go. Ukiona anarudia kusema Posta, tunamaanisha twenzetu. Ukiona anakazia Posta kiganjani, tunamaanisha twenzetu kidijitali.